Nikifa hakuna cha kunipeleka Sumbawanga wala wapi. Mwili wa mwadhana Polycarp Kardinali Pengo ambaye amefariki dunia Februari 19 jijini Dar es Salaam akipatiwa matibabu katika moja kati ya hospitali kubwa za moyo jijini Dar es Salaam. Atazikwa huko Hija Pugu jijini Dar es Salaam, lakini habari ambayo wengi walikuwa waifahamu, alishaandaa tayari kaburi lake ambao ataenda kuzikwa, yani limeshachimbwa. Kuna watu wanauliza, binafsi ningependa kujua hilo kaburi umeliandaa kwa namna gani? Tayari limechimbwa ama ni kaeneo tu kwa ajili hiyo? Limechimbwa. Kaburi limechimbwa kabisa? Ndio. So Jumamosi ijayo tarehe 28 ndio tayari imeshatangazwa kwenda kumpumzisha mpendwa huyu ambaye kila mmoja msiba wake umemgusa kutokana na maisha yake ambayo alikuwa akiishi ya kuweza kuwahudumia Watanzania kiroho, lakini pia na kiushauri katika mambo mbalimbali. Tuungane na Watanzania kutoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini pia Wakatoliki wote. Mahali pengine kwa sababu nichague Sumbawanga, kule sijafanya kazi kama askofu. Afadhali wangeniambia niende nikazikwa na Chingwea au niende kuzikwa Tunduru Masasi, ingekuwa na maana. Lakini muda mwingi zaidi kama askofu nimekuwa hapo Dar es Salaam. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam ndio nyumbani. Kwa hiyo ni kweli nimeenda kaburi pale Pugu katika kile kikanisa kile kidogo. Maaskofu kwa desturi wanazikwa kwenye kanisa kuu, lakini kuna uwezekano na tunapewa nafasi ya kufanya uchaguzi mahali pengine ambapo panakuwa more meaningful. Pia hapa nakuwa na meaning fulani, na pale kulingana na wamisionari wa kwanza kufia pale waliokuja nikasema labda ni vizuri mimi nikajiunga nao kisha kufa. Ndio sababu ya uchaguzi huo. Kuna watu wanauliza, binafsi ningependa kujua hilo kaburi umeliandaa kwa namna gani? Tayari limechimbwa ama ni kaeneo tu kwa ajili hiyo? Limechimbwa. Kaburi limechimbwa kabisa? Ndio. Haikuwa inakupa wasiwasi hii pengine unajichoria kufa kanikani? Hawa. Liwepo kaburi lisiwepo kufa na anayepanga. Kwa kweli hiyo ndio mimi kimaisha yangu nimetambua kwamba Mungu tu ndiye anayepanga lini mtu atakufa, lini mtu ataendelea kuishi.